Tanzania. Nimrudishie ninyi Bwana kwa ukarimu wake wote alionitendea. Nitakipokea kikombe cha wokovu na kulitangaza jina la Bwana. Zaburi ya 116 aya ya 13 aya ya 12 mpaka 13. Tarehe 24 ya mwezi wa 9 2025, siku ya Jumatano, majira ya saa 3:30 asubuhi, katika hospitali ya Saife Dar es Salaam, Mwenyezi Mungu alimwita mtumishi wake Padre Arnold Sabinus Ngole kwenye makao ya milele. Padre Arnold Ngole alizaliwa tarehe 19 mwezi wa 2 mwaka 1963 katika parokia ya Utalingolo, wakati huo ikiwa parokia ya Uwemba, kwa baba Sabinus Ngole na mama Martha Edeni. Alipata sakramenti ya ubatizo tarehe 24 mwezi wa 2 mwaka 1963 na kipaimara tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 1973 katika parokia ya Uwemba. Elimu yake. Padre Arnold Ngole alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Utalingolo tangu mwaka 1971 hadi 1977. Alipata elimu ya sekondari katika seminari ya Mtakatifu Kizito Mafinga tangu mwaka 1981 hadi 1984, na pia alisoma kidato cha 5 na cha 6 katika seminari ya Likonde, jimbo la Mbinga, tangu mwaka 1985 mpaka 1987. Mwaka 1987 hadi 1993 alipata elimu ya falsafa na teolojia katika seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho. Alipewa daraja takatifu ya ushemasi tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 1992 jimboni Njombe na Mwashamu Askofu Mkuu Norbert Mtega, na daraja takatifu ya upadre tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 1993 parokiani Mwemba na hayati Askofu Raymond Manyika. Alisoma diploma ya ualimu wa sekondari katika chuo cha walimu cha Wasalesiani Dodoma tangu mwaka 1999 mpaka mwaka 2001. Uchungaji. Padre Arnold amefanya utume wake katika vituo vifuatavyo. Amefanya kazi katika parokia ya Sunji mwaka 1993 mpaka 1998, mwalimu wa seminari ya Kilocha kwa awamu mbili, yaani 1999 na 2001 mpaka 2008. Paroko wa parokia ya Wangu tangu mwaka 2008 mpaka 2022. Padre msaidizi wa parokia ya Konda 2022 mpaka 2024. Paroko msaidizi parokia ya Makete 2024 hadi kifo chake. Amekuwa msimamizi wa miradi mbalimbali ya jimbo kama vile mashamba ya chai, mashamba ya miti ya Mgala na Itipura. Aidha, alishafanya kazi katika timu ya wahasibu wa jimbo, timu ya usimamizi wa shamba la miwa Lihongo, na pia katika timu ya governing board ya jimbo. Aidha, Padre Ngole alikuwa muunganishi kati ya jimbo na taasisi mbalimbali kama vile NOSC, ITOA, Unilever, bodi ya chai, wakulima wa parachichi na taasisi nyingine zinazojishughulisha na wakulima wadogo wadogo. Ugonjwa wake. Padre Arnold amekuwa akisumbuliwa na tatizo la figo. Ametibiwa katika hospitali za Ikonda, Southern Angel Polyclinic
ya Njombe na Saife Dar es Salaam. Wasifu wake, Padre Arnold Ngole alikuwa padre mcheshi na mwenye maneno machache lakini mwenye vitendo zaidi. Alikuwa na uhusiano mzuri na mapadre, watawa na waamini wote. Katika kazi yake ya uchungaji alikuwa tayari kila mara alipohitajika, hata wakati alipokuwa dhaifu kiafya. Alikuwa padre mnyenyekevu na mtii katika utume wake. Shukrani. Tunawashukuru familia ya marehemu Arnold Ngole kwa kumtoa mtoto wao kwa kanisa katika kazi ya upadre. Tunawashukuru sana madaktari na wahudumu wa hospitali za Ikonda, Southern Angel Polyclinic Njombe na hospitali ya Saife Dar es Salaam kwa juhudi zao za kuokoa uhai wa Padre Arnold Ngole. Aidha, tunawashukuru mapadre wote waliomhudumia Padre Ngole katika ugonjwa wake. Kwa namna ya pekee Padre Eusebio Mlowe na wengine. Tunazishukuru parokia, taasisi, mapadre, watawa na waamini walei waliojitolea ili kumsaidia Padre Ngole katika ugonjwa wake. Tunawashukuru wanafamilia kwa ushirikiano wao katika kumtunza na kumhudumia Padre Arnold Ngole katika ugonjwa wake. Kwa namna ya pekee tunamshukuru ndugu Philip Mtewele na wanafamilia wengine kwa michango yao. Vile vile tunawashukuru nyote mlioishi naye na kufanya kazi naye katika maisha na utume wake wa kipadre. Mungu awabariki sana. Mwisho, tunawashukuru sana nyote mliofika kushirikiana nasi tunapomsindikiza mpendwa wetu katika safari yake ya mwisho. Mungu awabariki sana. Kifo chake, Padre Arnold Ngole amefariki kwa tatizo la ugonjwa wa figo. Padre Arnold Ngole amefariki akiwa na umri wa miaka 62 ya kuzaliwa na miaka 32 ya upadre. Raha ya milele umpe Bwana. Astarehe kwa amani. Mtolewa wa askofuni Njombe tarehe 29 mwezi wa 9 2020.